Wenzetu wasiokuwa Waislamu, kila redio wana programu wameinunua, wanaendesha vipindi vya kufundisha imani yao. Waislamu vipindi vyetu viko vichache, vile tu vinavyotolewa na redio bure Ijumaa. Tena pia shekhe wakwenda kufanya kipindi mpaka watu wakamatane. Kwa hiyo tumekuwa hatuna utamaduni wa kutumia vyombo vya habari katika kuupeleka mbele Uislamu. Na nataka nikuambieni ndugu zangu Waislamu, kwa karne tulionayo, kwa dunia ya sasa, chombo cha habari kina uwezo wa kubadili jambo hata kama lina ukweli. Vyombo vya habari vikilishikilia jambo liitie jamii hofu, basi hofu hiyo inaweza kuwa zaidi ya ukweli wa jambo hilo. Ndiyo kusema kwamba vyombo vya habari vikitumiwa vibaya vinaweza kufanya mchanga kuwa dhahabu na dhahabu kuwa tope. Kwa nini? Kwa sababu vyombo vya habari vina uwezo mkubwa wa kulishawishi jambo, kulipublicity jambo, na jamii iliamini jambo hilo. Sasa Waislamu ndiyo kundi pekee katika nchi yetu tuko nyuma. Hatuna program za vipindi, na bahati mbaya tukipewa vipindi hatuvitumii kwa mahitaji ya jamii ya Waislamu wachanga na wale wasiojua Uislamu waujue Uislamu. Jambo la kusikitisha, jambo la ajabu, jambo la kushangaza, unaweza ukaona Waislamu wamepewa airtime katika chombo cha habari, badala ya kufundisha yale yatakayofanya Waislamu waimalike na Uislamu wao na wasio Waislamu wautamani Uislamu, yanakuja mafundisho hayaongezi chochote katika dini ya Uislamu. Unaweza kukuta television iko hewani, Waislamu wanaenda kuonyesha swala ya Ijumaa iliyosaliwa msikiti wa Manyema Tabora. Unajiuliza, yani mtu akiuona swala ya Ijumaa msikitini anafikia mahala anajifaidisha nini? Anaona thamani gani ya Uislamu kwa kuwaona Waislamu wanaswali? Sina maana kwamba kuionyesha swala msikitini au katika chombo cha habari si jambo la thamani, lakini nataka kuonesha si jambo la thamani zaidi. Tulikuwa tunahitajika katika kipindi cha television tupate mafundisho ya Kiislamu, yale yanayokwendana na mambo ya kijamii, ili hata wasio Waislamu wanaposikia mafundisho ya Uislamu wapende na kuutamani Uislamu. Yako mambo katika Uislamu wasio Waislamu wanayadhani ni mambo ya dhulma. Uislamu haukujali thamani ya watu na haki za binadamu. Haya ndiyo yanatakiwa yafundishwe katika television, yafundishwe katika redio, ili wasio Waislamu wanaposikia mafundisho haya waone definition ya Uislamu katika mafundisho haya. Nataka niwape mfano nielewe vizuri. Maana binadamu ukisema jambo bila ya mfano anaweza kukuelewa vibaya na anaweza kukuundify. Katika sheria ya Kiislamu kwenye mirathi, nataka nizungumzie kipande hiki ambacho duniani washirikina wanahisi utaratibu wa mirathi katika Uislamu mwanamke amedhulumiwa, lakini wallahi billahi tallahi hakuna dini imejali mirathi na haki za mwanamke kuliko Uislamu. Hakuna utaratibu unaojali haki za mwanamke kuliko Uislamu. Lakini elimu ya kujua hilo haipo maeneo mengi. Waislamu badala ya kuleta slogan hizi zitakazoisaidia jamii kujua Uislamu, wanakwenda kuleta vitu ambavyo impact yake ni ndogo. Tukubali tukatae, impact ya kuonyesha chombo cha habari swala ni ndogo kuliko kuieleza sheria ya Kiislamu, ni ndogo kuliko kuieleza dawa ya Kiislamu, ni ndogo kuliko kueleza mafundisho yanayohusiana na mambo ya kijamii ya Kiislamu.
swala ni jambo dogo mbele ya asiye Muislamu. Kwa sababu gani? Kwanza, asiye Muislamu anaona Uislamu dini ya magumashi. Kwa hiyo muendee na evidence za kumthibitishia thamani ya dini ya Kiislamu. Katika sheria ya Uislamu, watoto wawili waliozaliwa kwa baba mmoja mama mmoja, au waliozaliwa kwa baba mmoja alafu ikatokea baba yao amefariki, watoto wawili, mmoja wa kiume mmoja wa kike, bila ya kujali nani ni mkubwa kuliko mwingine, mtoto wa kiume atarithi mara mbili ya haki ya mtoto wa kike. Nimeeleweka vizuri maelezo yangu? Mtoto wa kiume atarithi mara mbili ya ile haki atakayorithi mtoto wa kike. Mfano, zikiwa 6, mke atarithi 2, mume atarithi 4. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Times 2, mara mbili zaidi. Mafundisho haya, kuna watu wanahisi mwanamke kaonewa. Kwa nini huyu mwanamume anarithi 2, huyu mwanamke anarithi 4, huyu mwanamke anarithi 2, hali ya kuwa wote watoto wa baba mmoja, wote watoto wa mama mmoja? Ndugu zangu Waislamu, Uislamu umezingatia majukumu ya hawa wawili kwanza. Uislamu umezingatia majukumu ya hawa wawili kwanza, kwa sababu baada ya baba kufa, mlezi wa familia wa mama mjane aliyeachwa na baba na mlezi wa familia wa binti wa kike aliyeachwa na baba yanarejea kwa mtoto wa kiume automatically. Kwa hiyo baba baada ya kufariki, mtoto wake wa kiume ndiyo anarithi nafasi ya utawala, uongozi. Kwa hiyo mtoto wa kiume kile chake alichokirithi kwanza kinakuwa na jukumu ya kumsaidia mama yake, kwa sababu yeye ndo atakuwa mtoto wa kiume pale. Lakini kana kwamba hilo halitoshi, huyu binti ataishi chini ya uongozi wa kaka yake. Hata ikitokea kaolewa, binti ataomba mahari. Ataomba nini? Mahari. Ataolewa kwa mahari inayotoka kwa mume anayolipwa binti ili aolewe na yule mume. Huyu bwana akitaka kuoa, ambaye karithi 2 pamoja na jukumu la kumlea mzazi, ana jukumu la kutoa pesa ile ile kwenda kulipia mahari, kwa sababu yeye anapooa mahari analipa, halipi. Si naeleweka vizuri? Naeleweka vizuri? Mtoto wa kiume anatoa alichonacho ili kuoa, mtoto wa kike anapewa na yule anayemuoa, kinabaki mali yake, na haki ya mahari ni ya nani? Ni ya muolewaji ambaye ni dada. Kwa hiyo binti akiolewa, akipewa mahari, chochote katika mali atakayopata kwa mumewe ni haki ya binti, na bado mume huyu mtoto wa kiume ana jukumu la kumlea huyu dada yake, kwa sababu yeye ndio amekaimu madaraka ya baba yake. Naeleweka vizuri maelezo haya? Naeleweka vizuri maelezo haya? Maana yake mtoto wa kiume ana jukumu la kulea familia. Mtoto wa kike ikitokea kazaa alafu kaachwa, ima anaendelea kuishi na mumewe, wale watoto wote watakaozaliwa na yule dada, jukumu la kulelewa watoto wale linarudi kwa baba yao mzazi, yani mume wa yule dada. Lakini yeye mwenyewe akiachwa, atarudi katika nyumba ya kaka ili aendelee kuishi katika nyumba ya marehemu baba yao, au katika familia ya marehemu baba yao ambaye mrithi ni kaka yake. Kama kwamba hiyo haitoshi, watoto atakaowazaa kaka, jukumu la kuwalea ni la kwake mwenyewe kaka, hawezi tena kulelewa na dada yake, japokuwa kwenye urithi kule dada naye alipata, lakini hawezi kusema na jukumu la kuwalea wakwa zangu, unless otherwise kwamba huyu kaka naye amefariki, dada kabaki mwenyewe. Uislamu umetazama jukumu alilonalo mwanamume, ndio maana ukampa haki nyingi zaidi ya kurithi kuliko yule. Lakini leo kuna watu wanahisi Uislamu ni dini ya dhulma. Waislamu tumeishi kwa kuwatesa wanawake, jambo ambalo sio sahihi. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kusema haya